Hii ya tafakari ukweli, unakaribishwa kwenye chango hii ya tafakari ukweli, na leo nakuletea mada inayosema uh, mada inayosema mafanikio yako ni uchaguzi wako. Mafanikio yako ni uchaguzi wako, yaani unachagua wewe mwenyewe nifanikiwe au nisifanikiwe, na huu ndio mpango wa Mungu kwako. Sio kwa sababu umetoa zaka nyingi sana, japokuwa ni jambo zuri. Sio kwa sababu umetoa sadaka sana nyingi sana, umetoa mchango mingi sana. Sio kwa sababu wewe sio mzinzi. Sawa? Sio kwa sababu wewe sio mzinzi ndio maana Mungu atakusaidia ufanikiwe. Sio kwa sababu hiyo. Ni kwa sababu ya agano lake Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwamba tunaokolewa kwa neema, haitokani na matendo yetu, ni neema tu. Sasa nikusomee Biblia inasema nini uweze kuelewa. Sio kwa sababu hujazini, sio kwa sababu hujaiba, sio kwa sababu hujaua mtu, sio kwa sababu ni mchawi ndio maana Mungu anakubariki. Ni kwa sababu ya neema yake. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 9 kuanzia mstari wa 5. Naomba unisikilize. Si kwa haki yako wala kwa unyoofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao, lakini ni kwa sababu ya uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako anawafukuza nje mbele yako, tena apate kuliweka imara hilo neno Bwana alilowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Basi jua ya kuwa Bwana Mungu wako hakupi nchi hii nzuri uimiliki kwa ajili ya haki yako, kwa maana utaifa lenye shingo ngumu. Unaweza kuona hapa Mungu anasema kwamba si kwa sababu ya haki yako mpendwa katika Bwana, ila ni kwa sababu ya ahadi zake alizomwapia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Na sisi tunakuwa warithi wa ahadi hizo alizoapiwa Ibrahimu tunapokuwa tumemwamini Yesu Kristo. Sasa utamlaumu mume wako, utamlaumu mzazi wako, utalaumu serikali, utalaumu uchumi, utalaumu majirani zako, utamlaumu bosi, utalaumu wafanyakazi wenzio. Unafanya dhambi kwa kulaumu watu hao. Sasa unafanya dhambi kwa sababu Mungu amekupa wewe mwenyewe ufanye uchaguzi, uchague unachokitaka. Kwa sababu Mungu amesema kwamba anatuwazia yaliyo mema. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11, Mungu amesema anatuwazia mema, na Mungu wetu habadiliki. Na kama habadiliki, basi ametuambia tuchague. Kwa hiyo hayo unayokutana nayo katika maisha yako ni kwamba umeyachagua wewe bila kujua. Twende kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 30. Hayo ulionayo katika maisha yako, ambayo unasababisha umlaumu mume wako, sijui mke wako, sijui wazazi wako, sijui serikali, ukafanya maandamano. Hayo yote unayolaumu kwamba yamekukuta wewe mwenyewe kwa sababu ya uchaguzi wako wewe mwenyewe. Usimlaumu mtu. Haya, twende kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 30. Tunaanza mstari wa 15. Mstari wa 15 unasema hivi: angalia, nimekuwekea leo mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Unaweza kuona Mungu anasema hivi, angalia, nimekuwekea mbele yako uzima na mema, na mauti na mabaya. Kwa hiyo haya mabaya Mungu ameyaweka mbele yako, ndio yamekukuta, ndio yamo ndani ya maisha yako, au yako ndani ya ndoa yako, ndoa kwenye uchumi wako, ndio haya mabaya yamekuja. Sasa mstari wa 19 ndio unapata hapa maelekezo kamili. Mstari wa 19 sasa hivi: nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele zako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Haleluya. Unaona? Mungu anasema hivi, chagua uzima. Maana sasa Biblia inasema kwamba uzima ndio ule ambao anauzungumza Yesu. Kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 10 anasema hivi, Yesu: mwizi haji ili aibe na kuharibu na kuua, lakini mimi nimekuja ili muwe na uzima, tena muwe na uzima tele. Sasa muwe na uzima tele. Sasa basi, Mungu wetu ni mkarimu sana, anapenda sana kutusaidia sana, sio kidogo sana. Lakini shida ni nini? Hatumwelewi. Kuna sheria, sawa? Kuna sheria ya kupanda, tumeshindwa kuitumia hiyo sheria ambayo Mungu ameiweka, kwamba unachopanda ndivyo utachovuna, unachochagua ndicho utakachopata.
naomba usikilize kwa makini hapa. Kuna hii sheria, kama vile kuna sheria ya mvutano. Ukitupa jiwe juu hivi, juu lazima itarudi chini. Hiyo ni sheria ya mvutano iliyopo katika sayari ya dunia. Ukienda kwenye sayari ya mwezi, ukitupa jiwe hivi linaendelea kwenda huko juu, halirudi chini. Lakini hapa duniani ukitupa jiwe juu lazima litarudi chini. Hiyo ni sheria ya mvutano. Sasa sheria ya upandaji ni kwamba ukipanda hindi moja utavuna mahindi 100. Sawa? Sasa kuna hii sheria ya Mungu ambayo Mungu ameiweka ya upandaji, ambayo sasa hivi inathibitishwa na sayansi. Sawa? Ni kwamba kile unachokipanda ndicho utakachovuna. Shida tulionayo, watu wengi hatujajenga tabia ya kupanda, tunataka tu kuvuna. Hebu fikiria mwanamke anataka apate mtoto lakini hataki kufanya mapenzi na mwanaume, atapata mtoto kweli? Kwa hiyo kuna hii sheria ya kupanda ambayo wachungaji wengine wanaitumia vibaya kupata kujitajirisha. Kuna hii sheria wanaitumia vibaya, kwa hiyo wanatumia vibaya sana wachungaji wengine kujitajirisha. Wanakuambia panda zaka, panda hela, wanatoa michango mingi sana, panda utavuna. Lakini hawafundishi upandaji halisi ambao Mungu ameutengeneza kwa mwanadamu. Upandaji halisi ambao Mungu anautaka kwetu ni matendo mema, kuwatendea watu wengine, tuwathamini watu wengine. Ndio maana Biblia inasema kwamba kuna amri hizi 2 kubwa. 2. Mpende Bwana Mungu wako moyo wako wote. Mpende jirani yako kwa kama nafsi yako. Kuna amri 2 kubwa Yesu amezitangaza. Anasema ukitimiza hizi amri 2, umetimiza amri zote. Sasa unaona Yesu sasa ukitimiza hizi amri, mpende Bwana Mungu wako, mpende jirani yako kama nafsi. Anasema ukitimiza hizi amri 2, umetimiza amri zote. Sasa basi, sheria hii ya kupanda inataka wewe uwapende watu, kila mtu, hata adui yako. Ndio maana Yesu akasema kwamba mpende adui yako, waombeeni wanaowaudhi. Hili ndio shida. Wachungaji walihubiri sana hili, watahubiri sana zaka, lakini la kumpenda adui yako na nini hawalihubiri, kwamba upate wape nguvu za kumpenda adui yako. Maana unahitaji nguvu kutoka ndani za kumpenda mtu ambaye anakutukana na kusema vibaya, lakini kwa kumtendea mema. Biblia inasema hivi, ni Warumi 12 mstari ule wa mwisho. Sasa hivi, ushindeni uovu kwa wema. Sasa haya ni mambo ambayo yako kwenye Biblia, lakini wachungaji wamekazana tu, panda mbegu, toa zaka, mambo haya ya kushinda. Unapata wapi nguvu ya kuweza kumpenda adui yako na kumwombea mtu anayekuudhi? Hiyo nguvu unaipata wapi? Uwezi ukaipata hiyo bila kufahamu jinsi ya kuenenda na huyu Mungu. Mungu amesema anatuwazia yaliyo mema. Ni kweli kabisa. Ndio maana Yesu akafa msalabani kwa ajili yetu, kututhibitishia jinsi gani Mungu anatupenda. Mungu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mtu amwaminie kwamba kweli Mungu anatupenda asipotee na kuishi maisha ya kubangaiza. Haleluya. Sasa Mungu kupitia mtumishi wake Musa anasema hivi, mstari wa 19, narudia tena, nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kwamba nimewawekea mbele zenu uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Unapanda mbegu gani? Unapokuwa umemdharau mtu yoyote yule, hata kama ni mwehu, hata kama ni tahira, unapomdharau umefanya dhambi. Na Biblia inasema kwamba dhambi ndio zinamzuia Mungu asitusaidie. Dhambi kwenye Isaya 59 inasema dhambi ndio zinamzuia Mungu asijibu maombi yetu. Sasa wewe umekazana tu kutoa zaka na michango mikubwa sana, lakini kuna jirani yako unamdharau, kuna mtu unamdharau. Sasa basi, katika sheria hii ya kupanda, huwezi ukapanda mahali ambapo hupathamini. No, unapanda mahali ambapo unapathamini, kwamba unajua hapa patanipa mazao. Hasa Mungu amekwambia upande upendo, upande huruma, lakini umeshindwa kupanda huo mbegu ya huruma, mbegu ya upendo kwa watu wengine, kujali watu wengine, unawadharau. Unafikiria hiyo zaka yako itakusaidia kitu? Unafikiria hiyo zaka yako itakusaidia kitu? Yesu aliwaambia Mafarisayo ni wajanja sana katika kutoa zaka. Akamwambia, Yesu akamwambia, mnajua sana kutoa zaka. Sasa mnajua sana kutoa zaka, mnajua sana, lakini mmeacha sheria moja ambayo ni ya muhimu sana, ambayo Mungu anataka mwanae. Twende kitabu cha Mathayo, ili patafute. Sawa? Mathayo, twende kwenye Mathayo sura 23.
Mathayo 23 mstari wa 23. Sikiliza, anasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanana na bizari na jira, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Unaweza rehema, kumhurumia mtu, kumsaidia mtu, kumjali mtu. Kila mtu anakosea, hakuna mtu. Wewe unapomsema mtu vibaya, wewe ukosei. Unapomsema mtu mwingine vibaya, unapata mbegu gani? Sasa basi nikuingize kwenye sayansi sasa. Au nimeisoma sayansi. Wataalamu wa sayansi 2012 wamethibitisha kwamba kuna nguvu ya mvutano inayounganisha vitu vyote hapa duniani. Inaitwa electromagnetic field. Ni nguvu ya mvutano ambayo inaunganisha vitu vyote hapa duniani, vibaya na vizuri. Sasa ni juu yako wewe utengeneze sumaku ya kuvuta mazuri. Ndio hapo Mungu anasema kwamba nimekuwekea mbele yako, uchague unatengeneza sumaku gani kwenye moyo wako, ya kuvuta mazuri au ya kuvuta mabaya. Sasa wataalamu wa sayansi wamegundua hiyo electromagnetic field, hiyo nguvu ya usumaku ambayo iko duniani nzima. No. Anasema hivi, Mungu ameumba akili mbili. Kuna akili ya kwenye kichwa na akili ya kwenye moyo. Kuna akili mbili. Akili ya kwenye moyo ina vitu vinavyoitwa neurons 40,000 ambavyo viko kwenye ubongo. Na akili ya kwenye moyo, akili yake inajitegemea. Ndio maana kuna mtu mwingine anataka aache mchepuko lakini anapata shida. Kuna mtu anataka aache pombe, akili yake inamwambia kabisa pombe ni mbaya, lakini anashinda kuacha. Anajua anataka kuacha sigara, lakini akili yake inamwambia kabisa sigara ni mbaya, lakini kuacha anashindwa. Ni akili ya kwenye moyo. Kwa hiyo wataalamu wa sayansi wanasema hivi, lazima mtu ajue jinsi ya kuunganisha vikaenda sawa sawa, akili ya kwenye moyo na akili ya kwenye kichwa. Wanaita heart and brain coherence kwa Kiingereza, au heart and brain synchronicity. Sasa watu wengi wameshindwa, na Biblia imeandika hiyo, ipo. Ngoja kusomea. Twende kwenye Waebrania. Twende kwenye Waebrania sura ile ya 2 au ya 4, sikumbuki vizuri, lakini ngoja nitakwenda kukwambia. Waebrania, njoo Waebrania huyu hapa. Waebrania sura ile ya 4. Haya, sikiliza kuanzia mstari wa kwanza. Nasema hivi: basi, sikiliza, basi ikiwapo ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao wengine, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Unaona, asema tumeahidiwa raha, lakini hii raha ina vigezo vyake. Asema wale waliosikia ile ahadi walishindwa kufaidi ile raha, kwa sababu walishindwa kuichanganya yale maneno waliosikia, ahadi yasikia na imani. Na Biblia inasema imani inakuja kusikia, inakuja moyoni. Imani inaanzia moyoni. Kwa hiyo wataalamu wa sayansi sasa wanasema hivi, ukiwa una furaha, sawa, naomba sikiliza hapo. Ukiwa una furaha, unatengeneza nguvu ya usumaku wa mambo mazuri. Kwa hiyo unapomwomba Mungu mambo yale mazuri, Mungu anasikia. Ile nguvu ya usumaku aliitengeneza Mungu itakuletea yale mazuri. Utashangaa tu watu wanakuita kwenye mambo mazuri, wanakupatia vitu vizuri. Nitakuonyesha kwenye mstari kwenye Biblia, naonyesha hivyo, sawa. Ukiwa na raha, nazungumza sasa hapa na science na imeacha Biblia. Science. Ukiwa una raha, unatengeneza usumaku ndani ambao unaingia kwenye hii nguvu ya usumaku inayozunguka dunia nzima, inaitwa electromagnetic field. Unavuta vitu vizuri vingi. Sawa. Lakini ukiwa na uchungu, si kuna mtu hujamsamehe, sijui kuna mtu alikutukana zamani, sijui wazazi wako, sijui mume wako. Ukiwa una raha, unavuta mabaya yaje kwako mengi tu, kama vile umepanda mbegu. Kama unavyojua ukipanda moja unavuta nyingi, haya nakuja mengi. Kwa hiyo utaanza tu kulaumu huyu, lazima utapata watu wa kulaumu.
Lazima utapata watu kulaumu au vitu vya kulaumu kwamba bwana, mimi niko hivi kwa sababu ya huyu au kwa sababu ya serikali, sijui ya uchumi umekuwa mbaya, wameuza bandari, sijui nini na nini. Utalaumu serikali wakati unapaswa ujilaumu mwenyewe. Mungu amekwambia uchague. Unachaguaje? Twende Wafilipi sura ile ya 4. Wafilipi sura ile ya 4. Wafilipi sura ile ya 4. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Nasema hivi: hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Haleluya! Sasa wewe unaweza kumtafakari mume wako mabaya yanayokutendea. Unaweza kutafakari tu serikali mabaya inayoyafanya. Hii serikali haina mazuri. Hebu leo serikali iamue kufunga TANESCO, wazime umeme wote. TANESCO siko mikononi mwa serikali. Leo TANESCO, serikali iamue TANESCO zima umeme nchi nzima, hakuna umeme. Huu umeme ulionao unaopata sasa hivi, unaona kwamba hata kumshukuru Mungu, ushukuru kwa sababu Mungu ameleta umeme. Hata kumshukuru Mungu muda kumshukuru Mungu kuhusu umeme huna. Unaona kwamba umeme tu upo tu na unafurahia tu. Lakini sasa tafiti za kisayansi zinaonyesha hivi. Sawa. Yale unayoyafikiria, sawa, unayofikiria yanatengeneza nguvu fulani, wanasema hivi, where your focus goes, energies go. So, where your focus go, energy flows. Kwa hiyo kile unachokiangalia sana na nguvu inaenda huko kuyavuta kama hayo. Kwa hiyo unapowaza mabaya kuhusu serikali, kuhusu mume wako, kuhusu watoto wako, kwa wazazi wako, maanake umepanda mbegu kwenye hiyo electromagnetic field, utavuta mabaya zaidi. Inaweza sije leo, lakini atakuja. Ndio maana Mungu anasema hivi, usimwazie mtu mabaya. Sawa, twende kwenye kitabu cha Mithali sura ya 14. Mithali 14 uweze kuona. Hii ni amri ambayo watu wengi wachungaji watakuhubiria tu zaka, lakini hii hawakuhubiri. Mithali 14 mstari wa 21 anasema hivi: amdharauye mwenzake afanya dhambi, bali amhurumiaye maskini ana heri. Unaona, anayemdharau mwenzie anafanya dhambi. Thamini watu, hata kama ni tahira, mthamini. Ameumbwa na Mungu na kwa mfano wa Mungu, mjali. Unapanda mbegu kwenye electromagnetic field, kwenye hiyo nguvu ya sumaku. Sasa hiyo mbegu sasa uipande ukiwa na raha, si unatoa tu, unamsaidia mtu, lakini roho yako lakini utoe kwa furaha. Twende kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ile ya 9. Wakorinto wa pili sura ile ya 9 uweze kuyaona maneno ya Bwana yanayohusiana na mbegu unayoipanda katika maisha yako. Wakorinto wa pili sura ile ya 9 kuanzia mstari ule wa 5. Basi naliona ya kwamba ni lazima niwaonye ndugu hawa watangulie kufika kwenu na kutengeneza mapema karama yenu mlioiahidi tangu zamani, ili iwe tayari, na hivi iwe kama kipawa, wala si kama kitu kitolewacho kwa unyimilivu. Sikiliza mstari wa 5. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote mpate kuzidi sana katika kila tendo jema, kama ilivyoandikwa, ametapanya amewapa maskini, haki yake yakaa milele. Mstari wa 10. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda za kuzidisha, naye atayaongeza mazao yenu ya haki. Mungu anakupa mbegu ya huruma. Mhurumie mwingine mwenye shida, mthamini mwingine. Usianze tu kudharau watu na kuwazia watu mabaya, inakuletea laana katika maisha yako. Zakaria sura ile ya 8 mstari ule wa 10
na saba, Zakaria, uweze kuona unapodharau watu wengine unapata mbegu mbaya katika maisha yako. Haijalishi huyu mtu amekufanyia mabaya kiasi gani, lakini unapomdharau tayari umepanda mbegu mbaya, na Mungu anaiona hiyo mbegu, atakuletea hayo. Zakaria sura ya 8 mstari ule, nianzie mstari ule wa 16, itakuwa nzuri zaidi. Haya ndiyo mtakayotenda, kila mtu na aseme kweli na jirani yake, hukumuni kweli na hukumu ya amani malangoni mwenu. Mstari wa 17, wala mtu wa kwenu asiwaze mabaya moyoni mwake juu ya jirani yake, wala msipende kiapo cha uongo, maana hayo yote ndiyo ni yachukiayo, asema Bwana. Mtu yoyote usimwazie mabaya mtu yoyote. Sasa shida iliyopo ni kwamba umechagua kuwaza mabaya juu ya mwenzio na kuhalalisha kwamba ni kweli bwana ni mbaya, alifanya hivi, alisema hivi, ni kweli mbaya. Umehalalisha, lakini hiyo sio roho ya upendo. Mungu wetu ni pendo, na Biblia inasema kwamba mpende adui yako. Sasa kama unampenda adui yako, kwa nini unamsema vibaya? Shida iliyopo ni kwamba ukianza kufikiria haya mambo kibinadamu, utaona ni upumbavu. Akili yako itakataa kabisa, nimpende adui yangu, akili itakataa. Lakini shida iliyopo ni kwamba wewe unayejiita Mkristo una nguvu nyingine ya ziada ya Roho Mtakatifu, na huyu Roho Mtakatifu hawezi akafanya kazi ndani yako kama huna muda na neno la Mungu, kama huna muda wa kutafakari neno la Mungu. Roho Mtakatifu hawezi akafanya kazi ndani yako. Kwa hiyo utaendelea kusema bwana, haiwezekani kumpenda adui yako. Haiwezekani kweli kumwombea adui yako, haiwezekani. Utasema kwa sababu unategemea akili yako. Haya, tuende kwenye Waebrania sura ya 4 uweze kuona jinsi gani unahitaji msaada wa Roho Mtakatifu. Waebrania sura ya 4. Waebrania sura ile ya 4. Kwa nguvu zako wewe mwenyewe utashindwa tu. Waebrania sura ya 4 mstari wa 12 inasema hivi. Nianzie mstari wa 11. Itakuwa nzuri zaidi. Waebrania sura ya 4 kuanzia mstari wa 11. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yoyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Unaweza kuona raha imezungumziwa hapa tena. Raha, sawa? Shika hilo neno raha tulizungumzia. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kweli, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo vya mafuta yaliyomo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe kilichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote ni utupu mbele zake na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Mungu anayo mambo yako yote unayohitaji. Sikiliza. Mungu ana yote unayohitaji. Mungu anayo yote. Yote anayo. Ila sada sasa, haya mawazo yako nayo yawaza ambayo unayomwazia mwenzio vibaya, wakati Mungu amesema anawawazia wanadamu wote mema. Mungu amesema anawawazia wanadamu wote mema. Kwa sababu kwa nini unamwazia mwenzio mabaya? Sasa shida ni kwamba, narudia tena, shida ni kwamba unaitegemea akili yako. Na ndio maana umeshindwa kumpenda adui yako. Umeshindwa kumwazia jirani yako mambo, kwa sababu unaitegemea akili yako. Akili yako haitaweza mpaka pale utakapokubali kwamba huyu Mungu aliyeniambia nichague mema au mabaya ndio wa kumfuata. Kwa hiyo unapaswa uwe mtu wa maombi, kwamba Mungu nisaidie, hili linanishinda. Kwa sababu Yesu amesemaje? Amesema hivi, mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa likiwa peke yake kando ya ule mti, kadhalika nyinyi hamwezi kufanya jambo lolote. Kwa hiyo uhusiano wako na Mungu, unapomtegemea Mungu sana, utamuonyesha Mungu hapo unamtegemea kwa kuomba mara kwa mara. Sawa? Sasa Yesu anazungumza hivi. Anasema hivi, tusipokuwa neno la Mungu mioyoni mwetu, ni kweli tutalisikia. Sawa, kama tulivyosoma kwenye ile Waebrania 4. Tulisikia, lakini tutashindwa kulichanganya na imani. Kwa sababu tumesoma pale kwenye Waebrania sura 4, anasema walisikia ile neno lakini walishindwa kulichanganya na imani. Sasa ili uweze kulichanganya na imani, lazima uwe na muda wa kulitafakari. Sawa? Kwa sababu huu mwili haufai kitu. Yesu anazungumza, twende.
Ukitegemea akili yako, huu mwili utakushawishi kwamba utakwambia bwana, hili haliwezekani, hili ni gumu bwana. Hamna bwana. Hili ni gumu, haliwezekani bwana. Amenifanyia hivi. Hamna bwana. Amemwaga mboga na mimi namwaga ugali. Hili ni hali ya kawaida. Lakini nakwambia unaweza ukabadilika kabisa. Twende kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6. Muone Bwana Yesu anavyozungumza. Kama ukitegemea akili yako ya kawaida, utachemsha. Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 60. Sikiliza watu wenzio walivyochemsha. Wengine walichemsha. Sikiliza waliochemsha hapa, waliotegemea akili zao. Basi watu wengi miongoni mwa wanafunzi wake waliposikia, walisema, neno hili ni gumu sana. Ni nani awezaye kulisikia? Naye Yesu akafahamu nafsini mwake ya kwamba wanafunzi wake walinung'unikia neno hilo. Akawaambia, je, neno hili linawakwaza? Itakuwaje basi muonapo Mwana wa Adamu akipaa huko alikokuwako kwanza? Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Unaona Yesu anasema hivi, huu mwili haufai kitu. Anasema mwili haufai kitu. Ila maneno haya ukiyashika yatakupa nguvu mwili. Kwenye Mathayo 26:41 Yesu akawaambia wanafunzi wake, jamani, kesheni muombe. Akaenda kusali, akaenda kuomba. Aliporudi akakuta wamelala. Akawaambia, jamani, mnalala, mmeshindwa kukesha hata na mimi saa moja. Mwili udhaifu, lakini roho iradhi. Kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Aliwaambia mwili ni dhaifu. Aliwaambia ni kweli. Ukitemea akili yako haya mambo yatakushinda. Akawaambia wanafunzi wake, ukitegemea akili ya kibinadamu haya mambo yatakushinda. Wachawi watakuloga. Imeandikwa kwenye Biblia, kitabu cha Hesabu 23, kwamba hakuna uchawi juu ya Yakobo, lakini wachawi wapo na wanaloga kweli. Wataloga ndoa yako, wataloga kazi zako, wataloga watoto wako. Wachawi wapo. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe unakaa karibu na Mungu. Hicho ndio kitu cha msingi sana. Na kukaa karibu na Mungu maana yake kukaa karibu na neno lake. Sasa kama hili neno unaliona, ulisoma peke yako unashindwa. Wewe kila siku tu unataka tu kusikiliza tu wahubiri wanapohubiri kwenye TikTok. Wewe uko kwenye TikTok tu. Lakini kwa neno la Mungu upo. Tayari umechagua TikTok, lakini unataka Mungu akusaidie. Umechagua TikTok, lakini unataka Mungu akusaidie. Itakula kwako. Usimlaumu mtu. Umechagua wewe mwenye TikTok. TikTok unaweza kukaa nusu saa nzima, lakini kukaa na Biblia usome mwenyewe hivi ni ngumu sana. Umechagua mwenye TikTok. Kuona makalio ya watu TikTok. Umechagua mwenye TikTok. Sasa useme jamani, haiwezi. Kuna watu wengine siku haiwezi kupita bila kuingia TikTok. Haiwezekani. Lakini Biblia itapita siku zima hawajasoma Biblia. Lakini kila siku TikTok lazima waingie. Lakini kwa Biblia ni ya Jumapili peke yake. Sasa Mungu anasemaje? Twende kwenye Isaya. Wale ambao wanachagua TikTok zaidi ya Mungu. Twende kwenye Isaya. Isaya sura ya 50. Isaya sura ya 50. Kuanzia mstari wa 2. Sikiliza Mungu anavyosikitika. Labda nianze mstari wa kwanza, itakuwa tamu zaidi. Bwana asema hivi, iko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo niliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia wanaonidai? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Yaani wewe ile kosa lako mwenyewe, usimlaumu Mungu. Kosa lako mwenyewe. Endelea mstari wa 2 anapozungumza Mungu. Anaonyesha masikitiko yake. Hebu fikiria kama huyu ni Mungu yuko amesimama mbele yako anaonyesha masikitiko yake. Hebu fikiria, huyu ni Mungu anaonyesha masikitiko yake kwako. Hebu sikiliza, amesimama mbele yako anasema maneno haya. Basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Watu wote wako TikTok. Narudia tena mstari huu, nimeongeza wa TikTok, nimeongeza mimi. Sema, basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita watu wasome Biblia, mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Watu wanakimbilia tu TikTok.
Je, mkono wa Mungu ni mfupi kweli hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi Mungu sina nguvu za kuponya? Unaona Mungu anaonyesha kitu gani? Hivi mnaniona mimi mnanisalau sana. Mnanisalau sana. Maneno yangu naweka mbali. Mnanisalau sana. Hii sina nguvu kweli. Mnaniona mimi sina nguvu. Hebu fikiri kama Mungu angekuwa amesimama mbele yako anaongea maneno kama hayo kwa masikitiko kabisa. Hivi jamani mnanionaje mimi? Hebu fikiria Mungu angekuwa, hivi mnanionaje mimi? Hebu fikiria Mungu angekuwa amesimama mbele yako. Anasema hivi unanionaje mimi? Hivi kweli mimi sina nguvu. Hebu fikiria unanionaje mimi? Hebu fikiria. Huyu ni mumeo anakuambia, hivi mimi kwa sababu sina nguvu za kiume ndio maana unaenda kwa wanaume wengine? Hebu fikiria. Huyu ni mume wako, kama Mungu angekuwa ni mume wako, anakuambia kwa sababu sina nguvu za kiume ndio maana umeenda kwa wanaume wengine. Sawa bwana. Sawa bwana. Kwa sababu sina nguvu za kiume ndio maana umeenda kwa wanaume wengine. Hebu fikiria masikitiko hayo. Mume wako ana kisukari, ana pressure, ana nguvu za kiume. Unasema sasa mwaka mzima sijafanya tendo la ndoa, ngoja nitafute mchipuko. Hebu fikiria sasa, huyu ni Mungu anakuambia, hivi mimi kweli sina nguvu kweli mimi nitakukusaidia? Kwa nini neno langu nikwambia Mungu nimesema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu. Mbona hamuishi kwa neno langu lakini TikTok mnaenda kila siku? Unafikiria masikitiko haya Mungu? Ndugu yangu, naomba nikuachie hapo. Naona hata mimi mwenyewe nimeanza kuumia kidogo hapa. Tumesoma Wafilipi 4:8. Asema hivi, lolote lilo jema, lolote lenye sifa njema, litafakarini hilo. Kuhusu watu unaoishi nao, kuhusu serikali yako, tafakari mambo mema ambayo Mungu anayafanya. Alafu kumbuka kusoma neno la Mungu. Kumbuka kumwomba Mungu mara kwa mara. Usikate tamaa. Usikose video nyingine ambayo inakuja. Tafadhali usikose, kuna video nyingine nzuri inakuja. Subscribe, waambie na marafiki zako. Share with your friends. God bless you. Bye bye.